Asalamu alaykum ndugu yangu. Wa alaykum salam. Uko vizuri? Niko jadidi. Mambo mazuri kabisa eh? Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Leo una siri gani na wanawake na wadada? Kwa nini bwana? Mgeni maalum wa kesho unamjua? Namfahamu Bi Mena Ali. Bi Mena Ali. Mgeni maalum katika mchezo wetu wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji, uwanja wa KMC. Sawa, hiyo ni asubuhi. Jioni sasa. Simba Queens ushinde mabao mawili kwa moja dhidi ya JKT Queens katika uwanja wao wa nyumbani. Mechi ilivyokuwa, namna ambavyo mpata nafasi ya kuona mabao yetu mawili tukiyafunga yote kipindi cha pili. Kusema kweli tunayo furaha kubwa kwa sababu tunakaribia kutimiza malengo ya Simba Queens ambayo ni kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya wanawake. Kazi kubwa imefanyika katika kuitengeneza na kuijenga na kuiamsha upya timu hii. Tunafahamu Simba Queens ndio mtawala wa soka la wanawake, lakini katikati hapa tukapoteana kutokana na ubora aliyokuja nao mpinzani wetu JKT Tanzania. Tukakaa chini tukaona acha na sisi tuongeze gauge ya ubora. Tukaongeza gauge ya ubora kwa kufanya usajili mkubwa. Ukiangalia timu yetu hivi sasa kwenye kila eneo lina wachezaji wasiopungua wawili wenye uwezo na ubora wa hali ya juu kweli kweli. Tukafanikiwa kwenye eneo hilo, tukaingia kwenye mashindano na mpaka sasa Simba Queens ndiyo timu bora. Tumecheza michezo 18, mpaka sasa hatujapoteza hata mchezo mmoja. Kitendo cha kutopoteza hata mchezo mmoja ndani ya michezo 18 ni dhahiri shahiri ya kwamba timu yetu ina ubora mkubwa. 18 waleo 18. Kwa hiyo ni dhahiri shahiri ya kwamba timu yetu ina ubora wa hali ya juu, na msimu huu tumekuwa bora zaidi kwa sababu wale wapinzani wetu wa karibu tumefanikiwa kuwafunga nje ndani. Mpinzani wetu wa kwanza kabisa katika ligi ya wanawake ni JKT Queens. Huu ndio anaye uwezo wa kutuchallenge sisi kwenye mbio za ubingwa, lakini msimu huu tumemwacha mbali. Tumefanikiwa kumfunga mechi hii ya mwisho ambayo ni hapa nyumbani kwao. Mechi ya kwanza ilikuwa ni sare. Mpinzani wetu mwingine ambaye anatunyapia yeye ndo tumemnyoa nje ndani kwao na kwetu, yani kikatili kweli kweli. Ukifanikiwa kuchukua alama 6 kwa mpinzani wako na alama 4 kwa mpinzani wako, maana yake tayari automatic huyu mtu ushamuacha mbali. Hadi kufika leo hii tukiwa tumesaliwa na michezo 4 kutamatisha ligi ya wanawake, tukiwa tumeshacheza michezo 18, tumewaacha wapinzani wetu wote wawili kwa jumla ya pointi 10. Yaani JKT Tanzania tumemwacha alama 10 na Yanga Princess naye tumemwacha alama 10. Nini maana yake? Mchezo unaofuata tukipata ushindi katika mchezo huu bila kuangalia matokeo yao, tayari Simba Queens anakuwa bingwa 25-26 kwa sababu tutakuwa tumewaacha pointi 10 na michezo imebaki 3, ambayo wakishinda michezo yote 3 na sisi tukipoteza yote 3 tunakuwa tumepoteza alama 9 pekee. Kumbuka gap ni pointi ngapi? 10. Gap ni pointi 10. Simba Queens anatawazwa kuwa mabingwa wapya wa ligi kuu ya wanawake. Ni dhahiri shahiri kwamba tumetimiza malengo. Tulitaka kuirejesha Simba Queens kwenye ubora wake. Simba Queens imerejea kwenye ubora wake na tunasubiri kuchukua taji letu. Kwa tafsiri hiyo, pointi 10 tukiwaacha wanaotufuatia nafasi ya pili, tayari tuandae suti na magauni kwa ajili ya kusherehekea ubingwa. Kwenye Simba Queens huku tayari tunaweza tukaanza maandalizi ya kusherehekea ubingwa. Mpira una maajabu, maisha hayatabiriki, lakini sioni Simba Queens ya kudondosha alama 12 zote. Sioni. Hajapoteza mchezo mmoja. Sioni, yani sioni na haipo. Yawe ni maamuzi ya Mwenyezi Mungu kuamua
Simba Queens ipitie mapito hayo, lakini kwenye uwezo huu wa kibinadamu sioni Simba Queens ikifungwa mechi 4 za mwisho zote mfululizo, kitu ambacho hakiwezekani. Maana yake ni kwamba tuna uwezo wa kuanza maandalizi ya kuelekea kwenye ubingwa wa wanawake, na tunataka tumalize huku kwa wanawake kwenye kuchukua ubingwa, tuchukue nguvu tuelekeze kwenye timu ya wakubwa na timu za vijana nazo zitimize malengo ya kuchukua ubingwa. Sawa, semaji Simba tukamgusia pia mchezaji wa zamani na nahodha wa zamani wa Simba Sports Club ambaye sasa ndio kocha wa Simba Queens, Musa Hassan Mgosi, akikabidhiwa kijiti cha kuwa kocha mkuu msimu huu na akiweka hivyo vyote ambavyo umetoka kuvizungumza. Tumehangaika hapo katikati, tukachukua kocha mpaka Ghana, kwenda na kurudi hapa na pale, lakini baada ya kugota kwa mwalimu Musa Hassan Mgosi, tumeona vile ambavyo ameitransform timu yake, namna ambavyo ameitengeneza timu yake na kuwa timu ya ushindani. Mgosi amedhihirisha kwamba akiaminiwa ana uwezo wa kufanya makubwa. Cha msingi ni kwamba kumpa kila kitu ambacho anastahili kupata. Mpe wachezaji wazuri, mpe mahitaji yote ya msingi, ana uwezo wa kufanya kazi. Mgosi ni katika hazina ya Simba Sports Club. Amesimama vema na timu yetu ya Simba Queens msimu huu, amefanya kazi nzuri kwenye Simba Queens na anakwenda kuandika rekodi ya kuchukua ubingwa akiwa na Simba Queens bila kupoteza. Ni faraja kwetu kuona watu wetu ndio ambao wanafanikisha ndoto za wanasimba kuwa kweli. Ni pongezi kwa Musa Mgosi kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Sawa, Simba, nani man of the match katika mchezo wa leo? Wamefanya vizuri wengi, lakini na Ndende Zaina amefanya unyama sana, lakini vile Elizabeth Joseph naye katikati pale alikuwa anafanya kazi ya hatari sana, alikuwa anamrahisishia kazi Vivian Corazon, lakini Corazon mwenyewe chama mtupu kwenye kuhamisha mashambulizi. Kuna wakati goli la kwanza limenikumbusha Simba na Nkana, sijui unaikumbuka. Tobias Sebastian amechezewa faulo, Vivian kachukua mali haraka akaanzisha kushoto kwa Elizabeth Wambui, ngoma imekwenda imepigwa katikati, kipa kaitema, nunka huyu hapa kajaza kunyavu. Kusema kweli, unaweza usipate exactly nani nyota wa mchezo hii leo kutokana na ubora wa mchezaji mmoja kwenye kujitoa. Na ukiangalia kuna wakati JKT walikuwa wanakuja, lakini ile calmness ya wachezaji, ile coolness ya wachezaji imefanikisha kuondoka na alama 3 hii leo. Yote kwa yote, timu nzima imetukata kiu hii leo. Sawa, semaji, nashukuru sana. Asante sana.